الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kabla sijaelezea fadhlul ulama, inabidi nielezee jambo muhimu baada ya ilmu, ambalo ni alhirs ala tatbiq alilmi lilislam, kufanya pupa kutekeleza ilmu baada ya kusoma na kujua ni lazima al-amal, kama alivyosema Sheikhul Islam, al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilayhi was-sabru 'ala al-adha fihi. Amal ndio natija ya ilmu, thamaratul ilmi al-amal, natija ya ilmu ni utekelezaji wa ilmu hiyo. Haitoshi kwamba mtu amesoma tu lakini hana amal, ni lazima kufanya amal. Huwezi ukasoma ikawa una ilmu tu watembea lakini huswali. Una ilmu unayo nyingi kichwani lakini somo ya Ramadhani hufungi. Hiyo si ilmu, hiyo si ilmu. Kwa lazima amal, kuswali, swala za faradhi, za sunna, ufunga, saumu ya faradhi, ya sunna, kiasi cha uwezo wako. As-salaf radhiyallahu ta'ala alayhim walikuwa yuqrinuna al-ilma bil-amal, wanakutasha ilmu wa amal, sababu amal ndio inaomnasua mtu na makamio ya adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka waid ya adhabu, makamio ya adhabu kwa walio na ilmu lakini hawana utekelezaji wa ilmu yao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema mambo ambayo hamyafanyi? Ghadhabu ya Allah inakuwa kubwa kusema mtu jambo ambalo halifanyi. Kwa hiyo hii ni waid ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutokuwa na amal, utekelezaji wa ilmu. Kadhalik al-amal inamnasua mtu na sifa mbaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu Mayahudi kwa sifa mbaya katika Qur'an, katika suratu al-Jumu'ah. Faqala ta'ala: mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu biayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Mfano wa wale waliopewa Taurah, Mayahudi, Taurat ya Nabii Musa alayhi salam, wakaisoma wakajua haki, kisha wasifuate haki ile, wakabaki katika ukafiri wao. Mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Mfano wa wale waliopewa Taurati kisha wasiibebe wakaitekeleza ni kama mfano wa punda anayebeba mizigo ya vitabu. Punda si abeba nazi,
Sasa akabebeshwa mizigo ya vitabu, matafsiri, vitabu vya tauhidi nini, anajua thamani yake? Hajui thamani yake. Kamathali alhimari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati llah, ni mfano mbaya wa hawa watu wanaokadhibisha aya za Allah, na Allah hawaongozi watu hawa madhalim. Kadhalik utekelezaji wa ilmu, alamalu bililm, ni kufikia kwenye jambo mtu alilolikusudia la kutafuta ilmu. Unapotafuta ilmu ukajua wewe nia yako ni kuitekeleza ilmu hiyo, kwa kufanya amal ni kutekeleza ile nia yako ya kutafuta ilmu. Walidhalik يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا بما عمل حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. Alim hawezi kuitwa ni alim mpaka aitekeleze hiyo ilmu yake. La yazalu alalimu jahilan bima amila hatta ya'mala bihi. Alim anakuwa ni jahil mpaka atekeleze ilmu yake, ndio hapo ataitwa alim. Qala fa idha amila bihi kana alima, akisha kuwa na utekelezaji wa ilmu yake, huyo sasa ni alim. Lakini mtu amesoma akajua lakini hana amal, haitwi ni alimu huyo, bado anaitwa ni jahil. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك. Elimu isipokunufaisha itakudhuru. Alilmu in lam yanfa'ka dharrak, elimu isipokunufaisha itakudhuru. Sababu gani? Huitumii, huitekelezi, hapo ndio itakudhuru. Sasa ikiwa huitekelezi itakudhuru, ikiwa unaitekeleza itakupa manufaa na faida nyingi ukiwa unimtekelezaji wa ilmu yako. Lakini kinyume chake, usipokuwa na amal, elimu hiyo itakudhuru, bali itakuwa ni hoja dhidi yako elimu hiyo. ولذلك قال القائل: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك. Ikiwa elimu hujaitekeleza, hujaifanyia kazi, hufanye amal za ilmu yako, kana hujjatan alaika, elimu hiyo inakuwa ni hoja dhidi yako. Walam tu'dhar bima anta hamilu, wala hutapewa udhuru na hiyo uliochukua katika ilmu. Huna udhuru, umesoma ukajua, huna udhuru wa kutoitekeleza elimu yako. Fa in kunta qad absarta hadha, ukiwa umelijua hili, fa inma yusaddiqu qawla almar'i ma huwa fa'ilu. Hakuna vingine, yanaosadikisha maneno ya mtu ni vile vitendo vyake. Vitendo ndio vinavyosadikisha kwamba huyu amesoma. Abu al-Ali al-Riyahi Rufai ibn Mihran at-Tabi'i al-Jalil, huyu alidiriki ujahilia katika zama za Mtume sallallahu, wanasema maulama alikuwa bado mdogo, akasilimu katika khilafati Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu al-Ali al-Riyahi rahimahullah qala katika wasia wake, ta'allamu al-ilma, someni ilmu, jifundisheni ilmu hii ya dini. Fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, mkishajisoma, mkishasoma mkajua, msiiwache, itekelezeni. Ta'allamu al-ilma, jifundisheni ilmu, shikamaneni na ilmu. Haitoshi kwamba mtu ni Muislamu tu lakini hasomi, hali chochote katika Uislamu, wala hataki kusoma, bali hii ni katika ridda.
katika nawaqidul Islam alizoelezea Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake Nawaqidul Islam. Soma kile utaona katika Nawaqidul Islam ni mtu kuwa ni Muislamu lakini al-i'radu 'anid din la yata'allamuhu wala ya'malu bihi. Yeye ni Muislamu lakini anapuuza dini, haisomi dini, hafanyi amali yoyote, ni Muislamu tu yumo. Hii ni ridda, ni katika nawaqidul Islam. Kwa lazima kusoma ilmu na kutekeleza. Taallamul Islam, usomeni Uislamu, muujue Uislamu, ujueni Uislamu ni upi. Haitoshi mtu kuwa ni Muislamu tu, lakini mtu akiuliza au Uislamu ni nini? Uislamu dini haki. Tutaka taarifu ya Uislamu, maelezo kamili ya Uislamu ni nini. Uislamu ni dini ya Allah bwana, ndio dini ya mitume wote. Bwana, usibabaishe shekhe. Mal Islam, ma taarifu al-Islam, nini Uislamu, maelezo yake ni nini? Mtu hajui. Wengi wapo namna hiyo. Taallamu al-Islam, ujue Uislamu ni nini, nguzo za Uislamu ni ngapi, ni zipi, nguzo za imani ni ngapi, ni zipi, nguzo za ihsan ni ngapi, maratibu dini ujue zote. Taallamu al-Islam, jifunzeni Uislamu, muujue Uislamu ni nini. Fa idha taallamtumuhu, mkishausoma mkaujua, fala targhabu anhu, msiuache. Nini maana targhabu anhu? Msiuache, yani utekelezeni. Sasa ukishasoma ukajua, al-amal, tekeleza. Haitoshi kwamba mtu amejua tu, lazima aitekeleze ilmu yake. Na vinginevyo kuna watu wengi wamesoma, wengine wametunga vitabu rasaili wakatunga, lakini al-amal mafi, hakuna amal, hakuna utekelezaji. Kama hao Mayahudi walisoma Taurati, wakajua haki, wakajua sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamjua Mtume kama wanavyojua watoto wao, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema. Lakini je, walifuata haki? Wakawacha haki. Kwa sababu gani? Wamewacha utekelezaji wa Taurati, wakabaki ni makafiri. Kwa hiyo haitoshi kusoma, lazima amal, la budda min al-amal. تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. ثم قال وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. shikamaneni na njia hii iliyo sawa sawa, iliyonyooka, kwani ndio Uislamu. Wa alaikum bisirati almustaqim fa innahu alislam, jilazimisheni kufuata njia hiyo iliyonyooka, kwani ndio Uislamu. Njia hii, njia ya Allah, hii njia ya Allah hii. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wa alaykum bis-sirati al-mustaqim fa innahu al-islam, njia hii iliyonyooka ndio njia ya Allah, ndio njia ambayo Allah ametuamrisha tumuombe Allah kila tunaposali, kila tunaposoma suratul Fatiha. Tunasoma nini? Ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka hii yako. Kila tunaposoma suratul Fatiha tunamuomba Allah. Hii ni dua adhim. Ihdina as-sirata al-mustaqim, njia kina nani? Njia ya salaf. Sirata alladhina an'amta alayhim. Man alladhina an'ama Allahu alayhim? Wa man yuti Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tunamuomba Allah atuongoze njia hao salafu salih ambao ni mitume na siddiqin. Mani siddiqun? As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, masahaba na wengineo. Daraja ya pili baada ya utume ni martabatu siddiqiyya, wasema kweli.
ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Idhan wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam. Njia hii iliyonyooka, njia ya Allah na njia waliofuata salaf, ndio Uislamu, ndio Uislamu sahihi. Wa alaykum bis-siratil mustaqim fa innahu al-islam. Thumma qala rahimahullah wa la tataharrafu 'ani as-sirati yaminan wala shimala. Msipotoke mkaiacha njia hii mkenda kulia na kushoto, msiiache njia hii. Ukiwafikishwa kusoma ukatekeleza, halafu jilazimishe kufuata njia hii iliyonyoka, usende kulia wala kushoto. Njia ya Allah tu. Njia ya kulia na kushoto, njia za bid'a ndizo alizosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Msifuate njia hizi nyingine zikakufarikisheni mkawacha njia hii iliyonyoka. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. إذن وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. ثم قال رحمه الله وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والأهواء. pia jilazimisheni kutekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Tekelezeni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo anavyoamrisha Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Jilazimisheni kutekeleza sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tulabu la ilmi ni aula kutekeleza sunna za mtume kuliko awam. Tunatakiwa tutekeleze sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi wa mwanzo, sisi ndio kioo cha jamii, sio hao wanaojiita vioo vya jamii. Sisi tulabu la ilm as-salafiyun, sisi ndio vioo vya jamii. Watu wanatuangalia sisi. Je, wale wanatekeleza sunna? Je, wanatekeleza sunna za mtume hawa? Ni wachache katika sisi pia wanaotekeleza sunna. Nani mwenye mswaki ule, asiwaku mataharatul lilfami mardhatul lirabbi? Nani katika sisi? Wachache wanao, lakini wengi hatuna. Sunna ya mswaki ni katika sunna mahjura. Wa alaykum bi sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam. Tekelezeni, jilazimisheni kutekeleza sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa iyyakum wa haula'i wal ahwa. Tahadharini na ahwa, bid'a na watu wa bid'a, walinganizi wa bid'a. Tahadharini na bid'a, pia tahadharini na walinganizi wa bid'a. Kuna walinganizi wa bid'a tunawajua sote hapa, tunawajua, hatuna haja ya kuwataja hapa. Nyinyi pia mwajua kuliko mimi hapa, nyinyi mwajua zaidi kuliko mimi. Wanajitokeza katika mitandao. Kuna sufi mmoja alijitokeza afundisha sala. Nyinyi mnazo klipu hizo, sisi tulirushiwa kule. Afundisha sala, makosa matupu. Sijui swali vipi, sijui afundisha vipi ya watu. Asema unarukuu, unaweza ukarukuu na kusujudu ukawa kimya. Tashahudi ya kwanza ni sunna, waweza ukaiacha. Hakuna swala hivyo. Mtume akasema kafundisha hivyo. Ndio mtume alivyofundisha hivyo kwamba rukuu, zile tasbihatul rukuu wa sujud ni sunna, unaweza ukaziacha. La, hizi ni wajibati. Wajibu wa sala ukiuacha kwa makusudi, sala ni batila. Ukiacha kwa kusahau, lazima kusujudu sujudu sahau. Huwa asema waweza ukasujudu kimya, usiseme chochote. Sala vipi? Tashahudi ya kwanza waweza ukaiacha. Sufi huyo mkubwa, ni sufi mkubwa huyo wa kutegemewa.
Sasa ndio tahadharini na ahlul ahwa, tahadharini na watu wa bid'a. Watu wafanya da'wa ya tauhidi na sunna, wao wafanya da'wa ya shirki na bid'a, si ndio? Ndio da'wa yao, kuhimiza watu kwenda maulidini na kufanya maulidi, ndio da'wa yao. Wewe uliona wapi sufi akasimama akaelezea tauhidi mwanzo mpaka mwisho na shirki? Mani huyo sufi gani huyo? Hamna, hakuna sufi wa hivyo. Da'wa yao ni hiyo tu, bid'a. Hirizi zinafaa, hirizi hazina neno, hazina neno. Wewe unamtegemea Allah, wewe funga tu. Itakuwaje huko amtegemea Allah huko afunga hirizi? Ndio vipi sasa? Utachanganya vipi baina ya tauhid na shirki? Tauhidi inajitoa, mtu anabaki ni mshirikina. Kwa hiyo ta'allamu al-ilm, ta'allamu al-islam, fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, msiuache mkishasoma, yani tekelezeni yale mliyosoma, mtekeleze. Al-ilmu wal amal, lazima ilmu na amal, utekelezaji wa ilmu hiyo. Idhan katika nusus zinazohimiza jambo hili la amal, maulama wametaja nususi nyingi za kuhimiza jambo hili la utekelezaji wa ilmu. Kwa sababu kuna faida gani sasa ya kusoma? Wewe umesoma ili ufanye nini? Ujue tu halafu basi, wasoma halafu ukishajua wabasi, wabaki na elimu yako kifuani kwako na kichwani chako, basi ufanye amali yote. Sasa umesoma nini? Faida gani ya kusoma? Una kusema nini huko kwa Allah azza wa jalla? Umesoma nini? Haya, ukishasoma alafu ulifanya nini? Huna la kufanya, huna la kujibu. Kwa lazima alilmu wal amal. Baada ya kuelezea ilmu na amal, الشيء بالشيء يذكر. Mtu ukielezea tauhid lazima uelezee na kinyume chake shirki. Ukielezea sunna lazima uelezee na kinyume chake bid'a. Sasa kinyume cha ilmu ni jahal. Kinyume cha ilmu ni jahal. Uislamu unapiga vita ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha jambo la ujinga, na ujinga ni sababu ya upuuzaji wa wapuuzaji. Wale wanaopuuza da'watul anbiya'i war rusul, sababu yao kubwa ni jahal, ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kaul Nabii Nuh alayhi salam, alipelekwa kwa jamaa zake akaishi miaka 1000 kasoro 50, da'wa ya tauhid na kukataza ushirikina. Nabii Nuh miaka 1000 kasoro 50 anawalingania jamaa zake, na jamaa zake jinsi walivyokuwa na inadi, wanatia vidole vyao masikioni, hawataki kusikiliza da'wa ya haki. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Watu walikuwa na inadi kubwa namna hiyo, hawataki kusikia da'wa ya tauhid. Qaum Nuh. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, akimuelezea Nabii Nuh alivyowaambia jamaa zake, ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wama ana bitaridil ladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Enyi jamaa zangu, mimi siwaombe nyinyi mali yoyote katika dawa hii. In ajriya illa ala Allah, hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Allah, na sikuwa mimi mwenye kuwafukuza walioniamini. Wao watakutana na Mola wao, lakini mimi naona ninyi ni watu wajinga. Idhan ujinga ni sababu iliyowafanya kaumu Nuh kutomfuata Nabii Nuh
alayhi salam na kutomwamini nabii Nuh. Ujinga. Kadhalik ujinga ndio uliowafanya kaumu Lut kufanya vitendo vyao hivyo vichafu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun. Hivi nyinyi mwawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake, nyinyi ni watu wajinga. Ujinga jinsi ulivyo mbaya. Kwa hiyo usiposoma ilmu hii, ukajua ilmu hii na ukatekeleza, utabaki mjinga. Nani anayekubali kuitwa mjinga? Hakuna anayekubali kuitwa mjinga. Hakuna hata mmoja. Kuonesha fadhila za ilmu, hakuna hata mmoja anayekubali kuitwa mjinga. Ukiitwa mjinga utapigana wewe. Ngumbi kweli nini? Huu kaniita mjinga. Si usome, ujue. Usiitwe mjinga, soma, uwe na ilmu. Kadhalik jahal ndio inayosababisha ushirikina, kumfanyia ushirikina Allah na kuabudu vitu vingine baada ya Allah. Sababu ni jahal. Nabii Musa na jamaa zake walipitia katika mti, wakamwambia Musa, tujalie nasi mola kama hao walivyo na mola wao. Qala innakum qaumun tajhalun, akamwambia nyinyi ni watu msiojua, wajinga. Kwa ujinga ni sababu ya ushirikina. Kadhalik ujinga ni sababu ya maasi. Mtu asipomjua Allah sawa sawa, asipomjua Allah subhanahu wa ta'ala utukufu wake, asipojua adhabu yake, anaingia katika maasi kwa sababu ya ujinga. يقول أبو العالي الرياحي رحمه الله: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل. توبة Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna vingine. Kutubia kwa Allah ni kwa wale ambao wanafanya maasi ya bijahala, kwa ujinga. Asema nikawauliza masahaba wa Mtume sallam kuhusu aya hii, wakasema kullu man asa Allah fa huwa jahil. Kila anayemwasi Allah ni jahil. Haina maana kwamba mtu akifanya maasi na huko anajua kwamba hawezi akatubia, haina maana hiyo. Haina maana hiyo. Lakini huyu hajamjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu hajamjua vizuri Allah subhanahu. Akimjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa, hawezi akafanya maasi akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini toba, Allah subhanahu wa ta'ala, man taba taba Allahu alayhi, anayetubia kwa Allah, Allah anamsamehe. Hakuna shaka hilo. في الصحيحين kuelezea ujinga, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. katika alama za kiyama ni kuondoshwa ilmu na ikathubutu jahal, ujinga. Ujinga ukikithiri ni katika alama za kiyama. Wa fi riwaya an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahl, ni ilmu kuwa chache na kudhihiri ujinga. Wa fi riwaya an yurfa al-ilmu wa yakthura al-jahlu, kuondosha ilmu na kukithiri ujinga ni katika alama za kiyama. يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي وقد علمت فماذا عملت فيما علمت. Anasema jambo kubwa ninaliogopa sana mimi nikisimama kwa Allah wakati wa hisabu ni kuambiwa waqad alimta famadha amilta fima alimta. Wewe umekushajua, ukasoma, umefanya vitendo gani? Famadha amilta fima alimta, umefanya amali gani katika hao uliyojua?
amal. Alilmu wal amal, ilmu na amal. Kwa kutofanya amal ni katika ujinga. Umesomea nini za kama ufanya amal umesomea nini? Kadhalik min aljahl, kutofahamu dalili na kuiweka mahali pake ni katika jahl. Kutofahamu dalili ya nasi yoyote min nususi alkitabi was sunna, halafu usiiweke mahali pake. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewataja makhawarij na akawasifu, qala yaqrauna alquran. Mtume sallam alivyowafisma yaqrauna alqurana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Makhawarij kwa sababu ya ujinga wao wa kutofahamu dalili za Qur'ani na Sunna, ndio wamewaingiza katika ujinga wao ule wa kufanya vitendo ambavyo viko nje ya dini, mpaka mtume akawasifu yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, kwa sababu ya ujinga wao. Ujinga. Kwa hiyo ujinga ni jambo ambalo Uislamu unalipiga vita. Haki kubwa walionao maulama wa sunna baada ya haki za mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ni huququl ulama al-amilin alwasita, ambao ndio wasita baina ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi tablighi dinihi wa bayani shari'atihi. Baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubora ni makhalifa wanne, hakuna shaka. Makhalifa wanne: Abu Bakr as-Siddiq, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Kwa hiyo hawa ndio maulama baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ubora ni Abu Bakr as-Siddiq, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, kisha wanafuatia masahaba wengine al-ashara mubashsharuna bil janna na wengineo. Hawa ni maulama hawa, na lau si maulama watu wangekuwa kama wajama, hawajui kitu. Kwa hiyo haki kubwa walizonazo maulama, bali ni kuliko haki za wazazi. Haki za maulama ni kuliko haki za wazazi, sababu mzazi anategemea mtoto wake afundishwe kule madrasa, afundishwe. Kwa hiyo haki za maulama ni haki kubwa hata kuliko haki za wazazi. Wazazi wengine hawajasoma wanapeleka watoto tu madrasa, wao wenyewe hawajui hata kufundisha ile alif ba, pia hajui mzazi, ambapo mzazi anatakiwa awe ni madarasa ya kwanza ya mtoto. Mzazi wewe mfundishe mtoto wako kwanza, usilaumu tu walimu huko, mbona walimu wafundishi? Wewe umemfundisha huyo, kwani akishatoka madarasa wamsikiliza mtoto? Kwa hiyo haki za maulama ni haki kubwa hata kuliko wazazi. Maulama hawa wanafanya kazi kubwa, kazi ya kukaa wakatunga vitabu. Wa maulama wengine wameangukiwa na mavitabu katika maktaba zao. Maulama, mtu anatafuta hadithi moja anakula tende tu na maji, atafuta hadithi moja tu na maktaba ni yake, atafuta vitabu vya hadithi, atafuta hadithi moja, anachukua tende anakula na maji tu mchana mzima, atafuta hadithi moja. Hakadha kana ulama. Maulama wana fadhila kubwa. Zimekuja katika fadhila za kuelezea fadhila za maulama nususi nyingi katika Qur'an. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala في فضل العلم والعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعظم شهودية kwamba hakuna mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika wameshuhudia hilo, na maulama ulul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia yeye na malaika, na akawataja ulul ilmi ni katika walioshuhudia jambo hili kubwa la tauhid, kwamba la ilaha illa Allah. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Yaqulu
Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake Al-Jami' li ahkam al-Quran qala fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama'i wa fadlihim. Katika aya hii kuna dalili ya kuelezea fadhila za ilmu na utukufu wa maulama na fadhila zao. Fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama'i wa fadlihim. Qala فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. anasema al-Imam al-Qurtubi, lau angekuwa yoyote ni mtukufu sana kuliko maulama, Allah subhanahu wa ta'ala angekutanisha jina lake huyo na jina la malaika wake kama alivyokutanisha jina la maulama. Unielewa? لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. الله amewataja katika jambo kubwa hili la tauhid maulama hawa. Al-Allama Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri hii يقول وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر دون البشر. katika aya hii kuna kuelezea fadhila za ilmu na maulama, sababu Allah amewahusu kwa kuwataja hawa kuliko watu wengine. Watu wengine hakuwataja, amewataja maulama. wa qarana shahadatahum bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi, akakutanisha ushuhuda wao na ushuhuda wake pia na ushuhuda wa malaika wake. وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه. akajalia ushuhuda wao ni katika dalili kubwa za tauhidi yake na dini yake na jazaa yake, malipo yake. wa annahu yajibu ala almukallafin qabulu hadhihi ash-shahadati al-adila as-sadiqa. anamalizia al-Imam As-Sa'di rahimahullah anasema na kwamba ni lazima kwa mukallafini wote kukubali ushuhuda huo ulioadilifu, ulio mkweli, kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. kadhalik يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. anayemtii Allah na mtume, wao wanaomtii Allah na mtume wao watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha. Kina nani? Ambao ni nabiyin wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. hao ndio wazuri kuwa ni marafiki. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii wanasema maulama, kwanza qaddama an-nabiyyin fi al-martabati al-ula thumma ja'ala as-siddiqin wa hum al-ulama'u fi ar-rutbati ath-thaniya thumma ja'ala ash-shuhada'a fi ar-rutbati ath-thalitha. katika aya hii Allah amewafanya mitume ndio rutba ya kwanza, mitume minan nabiyyin, kisha daraja ya pili was-siddiqin, ja'ala as-siddiqin fi ar-rutbati ath-thaniya. kina nani siddiqin? maulama, mashuhada waliofariki na kuuawa katika vita vya jihadi, hao wamewekwa daraja ya tatu kuonesha utukufu wa maulama. idhan katika haki za maulama juu yetu ni kuwaheshimu maulama na kujua manzila yao na kufanya adabu pamoja nao na kujipamba kwa tabia zao walizokuwa nazo, sababu maulama wanathibitisha khairi katika umma. Maulama ndio warithi wa mitume. Mtume amewasifu maulama, mtume amewasifu kwamba wao ndio warithi wake. Qala sallallahu alayhi wasallam, wa innal ulamaa warathatul anbiya, maulama ni warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Mitume hawakurithisha dinar wala dirham, hakurithisha mali yote, wamerithisha ilmu. Kwa mwenye kupata ilmu huyu amepata fungu kubwa. Mtume akiwasifu maulama hawa
baada ya kusifiwa na Allah maulama pia wamesifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika haki za maulama juu yetu ni kurudia kwao. Tukiwa tuna matatizo tunarudi kwao. Ndivyo anavyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni maulama mkiwa hamjui. Tusiwaulize watu wengine, tuwaulize maulama. Ni fadhila kubwa kuelezea kwamba maulama ndio watu wanaoulizwa maswali wanaulizwa maulama. Sisi tunafuata fatawa zao. Mashekhe, maduati wanafuata fatawa za maulama katika majawabu, lakini wa kwanza kabisa wa kuulizwa ni maulama. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hiyo ni moja katika haki za maulama kurejea kwao katika masala ambayo yanatutatiza. Kadhalika katika haki za maulama kwetu ta'atuhum fi ghairi ma'siyah, ni kuatii maulama katika isiyokuwa maasiya, kama vile al-umara, kama vile viongozi tunavyotakiwa tuwasikilize na kuwatii fi ghairi ma'siyah, tuwasikilize na kuwatii katika isiyokuwa maasiya. Katika haki za maulama kwetu ni kuwatii maulama fi ghairi maasiya, katika isiyokuwa maasiya, kama vile ulatul umur, kuwatii viongozi fi ghairi maasiya. Qala sallam innama at-ta'a fil ma'ruf. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إني مليؤمني mtiini Allah na mumtii mtume na wale viongozi katika nyinyi. يقول الحافظ النووي رحمه الله المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. قال هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء. hii ni kauli ya kundi la salaf, tafsiri ya kundi la salaf na hao waliokuja nyuma katika mufassirin na ulama wa fiqh na wengineo. Pia imesemwa ni ulama wa ulil amri minkum, na wale maulama wenu. Waqila humul umara wal ulama, ni viongozi na maulama. Qala wadhālika li'anna al-umarā'a ya'khudhuna ahkama ash-shari'a min al-ulama, sababu hawa viongozi wanachukua hukumu za kisheria kutokana na maulama. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pia amekwenda katika tafsiri hii ya al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah kwamba wa ulil amri minkum ni ulama na umara, ni maulama na hawa viongozi, kwa sababu viongozi wanachukua hukumu za sheria kutokana na maulama. Kwa wanaingia katika ulil amri minkum. Ni wajibu wetu kuwatii maulama na kutowaasi maulama katika fatawa zao. Lakini utaona mahizbi jinsi wasivyo na haja na maulama, wanatoa fatawa zao za vichwa vyao, akili zao za kihizbia bila kuangalia fatawa za maulama. Allah subhanahu wa ta'ala ameliinua jambo la hawa maulama kuliko viumbe vingine. فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah amewainua daraja nyingi wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa ilmu. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri ya hii ameelezea mengi. Thumma qala as-sabi'a qawluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات، أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. Asema Allah ameinua daraja nyingi katika thawabu huko akhira na karama hapa duniani. Allah anamuinua mumin kuliko asiyekuwa mumin, na anamuinua alim mwana wa chuoni kuliko asiyekuwa alim. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال مدح الله العلماء في هذه الآية.
Allah amewasifu maulama katika aya hii. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه alikuwa akienda na Abdullah ibn Abbas katika majlisi ya Mtume sallam. Alikuwa akienda naye Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika vikao vya ilmu vya Mtume sallam, na masahaba wapo, anakwenda naye. Ni mdogo, alikuwa mdogo wakati huo. Wanasema Ibn Abbas Mtume alifariki ana miaka kama 13 hivi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma habru hadhihi al-umma, alifariki Mtume ilikuwa na miaka kama 13 hivi, wengine wasema 10, kitufanye hiyo 13. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akienda naye katika majlisi hizo za Mtume, na masahaba wapo hapo. Sasa masahaba wakamuuliza Umar ibn Khattab, mbona waja naye huyu? Sisi mbona hatuji na watoto wetu hapa? Wewe waja naye huyu Abdullah ibn Abbas na wakati ni mtoto. Akamwambia ngojeni Mtume amalize kutoa darsa hapa, halafu mimi nitakuulizeni swali. Akawauliza kauluhu ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath. Nini maana aya hii na sura hii? Sura hii nzima ina maana gani? Nini lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumteremshia mtume wake suratul Nasr? idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nini lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumteremshia mtume Muhammad sura hii? Wakanyamaza. Akamuuliza Ibn Abbas, wasemaje Ibn Abbas katika sura hii? Ibn Abbas akamwambia huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyahu, ni umri wa mtume sallam unataka kumalizika, Allah subhanahu wa ta'ala anamfahamisha mtume wake. Ni kuelezea kwamba umri wa mtume unakurubia kumalizika, ndiyo maana ya sura hii. Umar akasemaje? ma a'lamu minha illa ma ta'lamu, mimi sijui isipokuwa hivyo hivyo unavyojua ndio ninavyojua mimi. Wa haqqan, wasema mufassirin, mtume hakuishi sana baada ya sura hii, hakuishi muda mrefu baada ya sura hii. Mnielewa ilmu ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Mnielewa sio? فضل ذا علم نما علماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله سبحانه وتعالى anawainua kwa kitabu hiki watu na anawakwaza wengine. Ilmu anawainua maulama kwa kitabu hiki na anawakwaza wengine. Kadhalik ahlul ilmi hum ahlul khashyah, maulama ndio watu wenye khashia, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wao wenye khashia, ndio waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kusema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakuna vingine, wanaomwogopa Allah katika waja wake ni maulama peke yao. Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah akielezea aya hii qala hadhihi al-aya ayatun adhima wa hiya tadullu anna al-ulama billah wa bidinihi wa bikitabihi al-azim wa sunnati rasulihi al-karim hum ashaddu an-nasi khashyatan lillah wa akmaluhum khawfan minhu subhanahu wa ta'ala. Aya hii tukufu inafahamisha kwamba maulama wanaomjua Allah, wanaojua dini yake, wanaojua kitabu chake kitukufu na sunna za mtume wake mtukufu, ndio watu wanaomwogopa sana Allah na ndio wakamilifu wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fal maana inma yakhsha Allah min ibadi alulama, qala alkhashyatu alkamila, wanaomwogopa Allah kuogopa kule kamili, humul ulama billah, ni wale wenye kumjua Allah, alladhina arafu rabbahum biasmaihi wa sifatihi wa adhimi haqqihi, wale wanaomjua Allah wakamjua Mola wao, wakajua majina yake na sifa zake na ukubwa wa haki yake, watabassaru fi shari'atihi
وعرفوا ما عنده من النعيم لمن اتقاه wakajua starehe zilizo kwake kwa yule atakayemcha Allah والعذاب liman khalafahu wa asahu wakajua adhabu ya Allah kwa atakayemkhalifu na kumuasi fahum likamali ilmihim billah hum ashaddu an-nasi khashyatan lillah kwa wao kwa ukamilifu wa kumjua kwao Allah ndio watu wakubwa zaidi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa akmalu an-nasi khawfan min Allah na ni wakamilifu wa watu kwa kumwogopa Allah wa ala ra'sihim ar-rusul wal anbiya alayhimus salatu wassalam fahum akmalu an-nasi khashyatan lillah subhanahu wa ta'ala wa ta'dhiman lahu thumma khulafa'um al-ulama'u billah wa bidinihi wa hum ala maratib fi dhalika mutafawita baada ya mitume kisha ni makhalifa wao mitume ambao ni hawa maulama wanaomjua Allah wanaojua dini yao na wao wako maratib wanatofautiana katika ilmu thumma qala rahimahullah walaysa ma'na al-aya anna ghayrahum la yakhsha Allah azza wa jalla si maana ya hii kwamba wengineo hawamwogopi Allah wasiokuwa maulama hawamwogopi Allah lakini khashyatullahi fihim mutafawita bal qala lakini kumwogopa Allah kuna tofautiana qala fakullama kana almu'minu absara billah wa a'lama bihi wa bidinihi kana akhwafahu lillahi akthar kila mtu anavyokuwa na ilmu sana anavyomjua Allah sana akajua dini yake huyo anakuwa anamuogopa zaidi Allah kuliko wengine وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية منه kila ilmu inavyokuwa ndogo basira inavyokuwa ndogo ndio kumwogopa Allah pia kuna kuwa kuchache qallat alkhashyatu lillah maneno tafsiri ya Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala baqiyatu salaf Allah subhanahu wa ta'ala amewahusu ahlul ilmi bitakrim والتشريف أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير Allah na malaika wake na watu wa mbinguni na ardhi mpaka hawa sisimizi walio katika tundu zao hata samaki wanawaombea muallimun nas alkhaira mwenye kuwafundisha watu khairi hawa maulama wanaombewa mpaka na samaki wanawaombea maghfira maulama idhan katika aqida za ahli-sunnah wal jamaa ni kwamba wanamwabudu Allah na kujikweka karibu na Allah kwa kuwaheshimu maulama bila ghuluwin wala jafa bila kupetuka mpaka wala kufanya uzembe kwa maulama wanawaheshimu maulama wanawatii maulama fi ghairi maasiya bila ghuluwin wala jafa hatupetuki mpaka la hakuna kupetuka mpaka ukaweka maulama kama mitume hakuna anayefanya hivyo katika al-sunna lakini tunawaheshimu maulama tunawasikiliza maulama tunawatii maulama na kufuata fatawa zao wamefanya kazi kubwa maulama wa sunna يقول أبو جعفر الطحاوي في طحاويته رحمه الله قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل anasema Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah maulama wa salaf ambao ni wale sabiqin waliotangulia na waliokuja baada yao katika tabi'in watu wa khairi na watu wa hadithi na watu wa fiqh na watu wenye nadhar maono mazuri ya dini hawatajwi isipokuwa kwa uzuri la yudhkaruna illa bil jamil hawatajwi hawa isipokuwa kwa uzuri na anayewataja kwa uovu fahuwa ala ghairi sabila hayuko katika njia huu ya Uislamu
hayuko katika njia sahihi anayewataja kwa ubaya maulama hawa. Yunsabu ila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hadhihi al-abyat: mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada an-nasu mauta wa ahlu al-ilmi ahya'u. Mal fakhru illa li ahli al-ilmi, hakuna fakhri isipokuwa kwa hawa maulama. Innahum ala al-huda, innahum ala al-huda liman istahda adillau, hao katika uongofu kwa wanaotaka uongofu wafuate fatawa za maulama. Hawa ni adilla, wenye kufahamisha na wenye kufundisha huda, muongozo huo wa haki. Wa qadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu, thamani na kiasi cha kila mtu ni vile alivyokuwa akifanya wema wake. Waljahiluna li ahli alilmi a'da'uhu, wajinga ni maadui wa maulama. Waljahiluna li ahli alilmi a'da'u, wajinga ni maadui wa hawa ahli alilmi. Ukimwona mtu anawakashifu ahli alilmi, huo ni mjinga. Fafuz biilmin ta'ish hayyan bihi abada, fuzu kwa kupata ilmu, utaishi hali ya kuwa uko hai milele. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u, watu wamekufa lakini ahlul ilmi wako hai. Kila siku tunawataja, mara qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, si tunawataja qala Abu Bakr as-Siddiq, qala Ali ibn Abi Talib, tunawataja maulama, tunawataja qala Sheikh Ibn Uthaymeen, qala Sheikh Al-Albani, tunawataja maulama. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Atakayemtaja mjinga nani? Mjinga amekufa. Kuna mtu atamtaja mjinga? Hakuna atakayemtaja mjinga. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu wa dhul jahli maytun wa huwa yamshi 'ala ath-thara yu'addu min al-ahya'i wa huwa 'adimu. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi, mwenye ilmu kama yuko hai baada ya kufa kwake. Tunawataja, tunaombea rehema kila siku. Fulan rahimahullah, Sheikh Muqbil rahimahullah, Sheikh Albani rahimahullah, tunawataja maulama. Akhul ilmi hayyun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turabi ramimu, mifupa yake imeshaoza chini ya mchanga. Lakini wadhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara, mjinga ni mwenye kufa, anatembea tu katika ardhi, si ndio? Wadhul jahli maitun wa huwa yamshi ala thara yu'addu min al-ahya'i wa huwa 'adimu. Nani atakimtaja mjinga katika darasa? Athari mbaya za wenye kuwakashifu maulama. Namalizia athari mbaya za kuwakashifu maulama. Anayekashifu maulama wa sunna, huyu ni kwamba anampiga vita Allah azza wa jalla, wa mutawaadu min Allah bil muharaba. Yaqulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah: faman aada awliya Allah faqad aadahu, anayewafanya maadui hawa mawalii wa Allah maulama, huyu anamfanyia uadui Allah. Wa man aadahu faqad harabahu, anayemfanyia uadui Allah, huyu anatangaza vita na Allah. ولهذا جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الحديث القدسي. Anayemfanyia uadui na adui wangu, anayenifanyia uadui na wali wangu, huyu namtangazia vita. Al-ulama wa awliya Allah, hakuna shaka kwa hilo. Man aadali waliyan faqad adhantuhu bil harbi. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله من عادالي وليا، قال المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله akifasiri hadithi hii القدسي: من عادالي وليا، قال قوله ولي من عادالي وليا المراد بولي الله العالم بالله، mwanachuoni ni mjua Allah, mwenye kudumu juu ya taa yake, almukhlisu fi ibadatihi, mwenye ikhlas katika ibada zake.
Ibn Qayyim rahimahullah naye akielezea maulama ya sunna qala wakadhalika muadatuhum wa muharabatuhum muadatu wa muharabatu lillah, kuwafanyia uadui maulama na kuwapiga vita maulama ni kumfanyia uadui na kumpiga vita Allah azza wa jalla. Nani anaweza kumpiga vita Allah azza wa jalla? Nani anayesubutu hivyo? Kwa wanaowafanyia uadui maulama wakawachukia maulama, wajue kwamba wanamfanyia uadui Allah. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه محبة العلماء دين يدان الله به. قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. kuwapenda maulama ni dini, Allah anaabudiwa kwa kuwapenda maulama. Ni moja katika kujiweka karibu kwa Allah kuwapenda maulama hawa sunna. قال صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. anayenifanyia wadui na wali wangu maulama hao, faqad barazani bilmuharaba, huwa anajidhihirisha na mimi kunifanyia mubaraza kwa kunipiga vita. Kadhalik at-ta'nu, kuwakashifu maulama wa sunna ni katika amali za kijahiliya. Katika amali za kijahiliya kuwakashifu maulama wa sunna. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتك مسألة يكومي قال وهي رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم واستدلالهم على بطلان الدين بقلة أفهام أهله. kuwatupia kuwasingizia maulama kwa uchache wa fahamu zao, na kwamba maulama hawajahifadhi. Wanatolea dalili ubatili wa dini kwa uchache wa fahamu zao, eti fahamu za maulama. Wanadai hivyo. Kwa watu wa kijahiliya walikuwa wakiwakashifu maulama. Mtu akiwakashifu maulama ana ujahilia huyo. Kadhalika kuwakashifu maulama wa sunna ni jinaya, ni kosa kubwa la jinai, kwa sababu kuwakashifu maulama ni kukashifu sheria hii ya Allah. Sheria hii ya Allah imefikishwa na maulama. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله asema, na hilo la kuwakashifu kwamba mwanzo wa umma huu ndio walioitekeleza dini hii kwa kuisadiki dini hii na kuijua na kuitekeleza na kuifikisha. Kwa kuwakashifu maulama hawa wa mwanzo ni kuikashifu dini hiyo, inawajibisha kupuuza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapelekea mitume. Ukiwakashifu maulama pia unakashifu wahi, unakashifu risala yote hii ya dini na sheria yake pia unaikashifu. Sababu unapokashifu maulama ni kwamba watu wasichukue ilmu kwao. Unapowakashifu maulama unadai kwamba watu wasichukue ilmu kwao, ndio lengo la kuwakashifu. Na hili ndio makusudio la wale mashia wanapokusudia kuwakashifu masahaba na kuwatani masahaba na kuwalani masahaba na kuwakufurisha masahaba. Lengo lao ni dini. Lengo lao ni nini? Ni kwamba watu wasichukue dini kwa masahaba. Sasa itakuwaje? Mtume amewafundisha masahaba ni waaminifu, hakuna shaka hilo. Wangesifiwa na Allah kama si waaminifu. Masahaba wamesifiwa na Allah min fawqi sab'i samawati. Wao wanasema masahaba wamekufuru. Walikufuru baada ya kifo cha mtume. Masahaba wote walikufuru isipokuwa watatu, mashia hawa, alaihim min Allah ma yastahiqun. Kwa hiyo kuwatani na kuwakashifu maulama ni kukashifu sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hakuna wanaokashifu maulama isipokuwa watu wa bid'a. Ukimwona mtu anawakashifu maulama, hiyo ni alama kubwa ya watu wa bid'a.
kama alivyosema Ibn Abi Hatim rahimahullah. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. alama ya watu wa bid'a ni kuwakashifu watu wa hadithi, ndio alama kubwa hiyo watu wa bid'a, sawa ni wale waliotangulia au hawa sasa hawa maulama. Idhan ukimwona mtu anawataan na kuwakashifu watu wa hadithi, huo ni mtu wa bid'a, hata akijidhihirisha kwamba ni katika watu wa sunna, hata akijiita kwamba yeye ni mtu wa sunna, hata akijiita kwamba yeye ananusuru sunna, ana ndevu nyingi, anatia hinna, kanzu fupi, anasema maneno ya watu wa sunna, haitoshi. Maadamu wakashifu maulama, wewe ni mtu wa bid'a. Hata ukijigamba kwamba ni mtu wa sunna, hata ukijiandika kwenye kanzu zako, wacha kusema wajiandika kwenye makanzu, mimi ni nasiru sunna, wewe ni mtu wa sunna shekhe. Maadamu wakashifu maulama, wewe ni mtu wa bid'a na una alama kubwa ya watu wa bid'a. Al-ibratu bil haqa'iq, mazingatio ni kwa uhalisia, si kwa maneno. Maneno ni madai tu, wanadai tu kwamba ni watu wa sunna, wanadai kwamba wananusuru sunna, lakini wanakashifu maulama. Ndio sunna huo. Sunna gani? Sunna gani ya kukashifu maulama na kuwataja maulama tena kwa maandishi? Kwa maandishi wakashifu maulama kwa maandishi na kuwataja vibaya maulama, halafu wewe utakuwa mtu wa sunna? La hasha. Ni madai tu kwamba ni mtu wa sunna, lakini sio mtu wa sunna kwa sababu ni alama kubwa, kama alivyosema Abu Hatim Ar-Razi, wa alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kwa ni madai tu, watu wengine ni madai tu kwamba ni watu wa sunna, lakini sio watu wa sunna, ni madai. Wad'awi ma lam tuqimu 'alayha bayinatin abna'uha ad'iya'u. Wad'awi ma lam tuqimu 'alayha bayinatin abna'uha ad'iya'u. Madai msipoyaekea ushahidi, watu wake hao ni madai tu, hawana ukweli wote. Kwa hiyo ni lazima kuwaheshimu maulama. La yudhkaruna illa bikhair, hawataji maulama isipokuwa kwa kazi yote hii waliofanya. Tunasoma vitabu vyao, tunafundisha vitabu vyao, wanastadili kutoka na Qur'an na Sunna, halafu hao wanawakashifu. Atokea mtu akashifu mwana wa chuoni mmoja, wacha kukashifu wengi, mmoja tu, huyu mtu wa sunna. Una kigezo gani cha kumkashifu mwana wa chuoni wa sunna? Wewe umefanya nini? Wewe umefanya nini katika dini? Hujafanya lolote. Wafanya biashara tu, ni mfanyi biashara mkubwa, basi ndio dini yako. Hujui vitabu vya semaji, hivyo vitabu vya maulama pia havisomi, havifundishi. Kama ingekuwa anavisoma anavijua, singefundisha. Mbona afundishi? Hajui wameandikwa nini. Labda umwandikie Kiswahili, au kina Sheikh bin Baz na kina Sheikh Albani, labda waandike vitabu kwa Kiswahili ndio angevisoma. Hajui. Sasa mtu huyo alafu akashifu maulama, la, sio sunna hiyo, ni bid'a. Ni alama kubwa za bid'a kuwakashifu maulama. Ndugu zangu, nilielezea mwanzo kabisa wa muhadhara kwamba masala haya ya ilmu na maulama ni masala marefu, ni mapana, ni marefu. Kiasi changu mimi pia hakina uwezo wa kutaja fadhila zote za maulama baada ya kutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala maulama hawa. Siwezi nikawasifu mimi kama alivyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi nadhani hapa panatosha. Anasema, je, inafaa kuuliza jambo la kidini linalotatiza au linalohitajika au tunalohitajia ufafanuzi na kufahamu hukumu yake? Unaweza kuuliza katika mitandao ya kijamii kama vile chat nini, sio kaniandikia hapo chat nini, GTP ndio hiyo. Tasijui mambo mengine. GTP ndio nini? Waulize maulama bwana,
waulize maulama. Si ziko nyingine nani zao, website za maulama zipo. Waulizeni maulama, msiulize GTPC, vituo vya polisi ni hivi. Anasema vipi kupinga ugawaji wa elimu ya dunia na akhera, na badala yake elimu igawanywe kama elimu ya mazingira na ya mwongozo. Vipi kuhusu kupinga ugawaji wa elimu ya dunia na akhera, na badala yake elimu igawanywe kama elimu ya mazingira na ya mwongozo? Yani badala ya kugawanywa elimu kwamba kuna elimu ya dunia na akhera, si ndio, iwachwe hivi, iwe sasa kigawanyo ni kwamba elimu ya mazingira na ya mwongozo. Sasa hiyo elimu ya mazingira si ndio hiyo elimu ya dunia bwana? Ndio hiyo elimu ya dunia ipo bado kwenye elimu ya dunia na elimu ya akhera, si ndio? Sasa hiyo mazingira si na nini imo katika elimu ya dunia. Kwa elimu inagawanywa hivyo, kuna elimu ya dunia na elimu ya akhera. Sasa elimu ya mazingira inaingia pia katika hii. Asema wa'allama Adam al-asmaa kullaha. Dalili yao ni wa'allama Adam al-asmaa kullaha, kwamba alianza kufundishwa elimu ya mazingira. Huyo Nabii Adam alianza kufundishwa elimu ya mazingira. Nani mfasiri gani? Tuelezee bwana tafsiri yote iliyofasiri hivyo. Muulizaji, je, una tafsiri yoyote, mwanachuoni yoyote tafsiri katika salaf au khalaf ambaye amefasiri hiyo aliyofundishwa Nabii Adam ni elimu ya mazingira? Hakuna dalili ya hilo. Kama kuna dalili mufassiri yote imma salaf au khalaf wamefasiri hivyo tutafuata, lakini vinginevyo hatuwezi kufuata maneno yao hayo. Mimi ni jahil, sina elimu na nataka nianze kusoma. Je, nitafanyaje ili nijue sehemu sahihi ya kuchukua elimu? Je, nitafanyaje ili nijue sehemu sahihi ya kuchukua elimu? Uliza watu, uliza mashekhe wapo, mauduati wapo, waulize ni ipi sehemu sahihi ya kuchukua ilmu. Kama hujui wewe wataka kuchukua ilmu kwa nani, waulize mashekhe wamo, maduati wamo, mashekhe sahihi, sio wa bid'a. Mashekhe sahihi, maduati sahihi wapo, waulize nikachukua ilmu wapi. Sasa hivi hakuna asiyejua hapa Tanzania. Mimi naweza kusubutu kusema hivyo, hakuna asiyejua hapa Tanzania kwamba elimu inachukuliwa wapi, sababu da'wa inaendelea vizuri sana Tanzania. East Africa hii hakuna da'wa salafia ilivyoendelea kama hapa Tanzania. Kwa unaweza kusema kwamba Watanzania wote wanajua mahali sahihi pa kuchukua ilmu. Marakizi hizi za kisalafi, wa ala rasihim hadha almarkaz almaymun, hakuna shaka hilo. Watanzania wote wanajua. Hasa ukiniambia kwamba mimi sijui mahali pa kuchukua ilmu, labda wewe si Mtanzania, lakini Watanzania wote wanajua mahali sahihi pa kuchukua ilmu, wanajua hivyo. Naam. Anasema huko mitandaoni, kwenye vyombo vya habari tunaona wanasema majopo ya maulama Iringa au Dar es Salaam, na hao ndio maulama. Mitandaoni tunaona majopo ya maulama, baraza la maulama. Hadha ni baraza la juhala, majlisul ulama, majlisul juhala. Badala ya majlisul ulama tuishi majlisul juhala, ndio sawa. Pana wanachuoni hapa kweli? Hao wanaojiita hivyo ni wanachuoni, twawajua. Hamna kitu bana.
Hapana, ni majina tu, majina tu. Ni majina tu makubwa, lakini hamna kitu. Tuwajua, wajua wengine wamesoma jamii Islamia, wamekuwa masufi, wapigwa vilemba kwenye maulidi. Hakuna maulama wote bwana, hakuna. Wasidanganye watu, ni makosa sana. Wewe wajua cheo cha alim, lakini wale maulama wajua vyo vyao, wajisemea tu, wajiandikia tu. Ni hatari bwana, hatari mtu kujiita mimi ni alim, hatari sana. Kwa falyattaqullah, wamche Allah. Wao wanaojiandika katika mitandao kwamba wao ni majlisul ulama, jopo la maulama, la hadha jopo la juhala, si ulama. Maulama sio mchezo bwana, mtu kuitwa mpaka ni alim sio mchezo, si jambo dogo bwana. Mnasoma vitabu vya maulama, mnawajua. Tunawajua maulama ni kina nani, na tunawajua juhala ni kina nani. Kwa mtu asisubutu kusema hivyo, asisubutu bwana. Jambo la kuwa ni maulama ni jambo kubwa sana. Maulama wamesifiwa na Allah. Sisi tumesoma aya hapa, baadhi ya aya. Sasa wale wamesifiwa na Allah wapi? Mahizbi bwana, mahizbi wana taabu sana. Uhizbia wote ule, uhizbia wote ndio waliofanya vile. Ni salafi gani mlomsikia akasema mimi alim, sisi maulama? Kuna salafi alisema hivyo? Wanawajua maulama wa masalafi, lakini mahizbi hao ndio wanaojigamba hivyo. Uongo mtupu, uongo. Naam, masuala yamekwisha bwana, masuala yamekwisha. Kwa hiyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.